Ananiambiaje twende nikamnyonyesha na mtoto mwenyewe sio wa kwangu. Kwa kilo ya kibinadamu ikabidi nifanyaje? Nishuke huko kwenye chumba cha joto nikaangalie mtoto ambao anasema nikamnyonyeshe. Nimefika kule kwenye chumba cha joto ananikalisha kwenye kiti na kuniambia kwamba samahani, mtoto wako amekufa kwa sababu alikuwa na moyo mkubwa. Sasa ninachoshangaa mimi sijawahi kuambiwa mimi nina matatizo yote wala nini, mtoto wangu anakuwaje na moyo mkubwa? Mtoto wangu ameteseka pale, hapewi huduma. Mama Samia ulisema kuna huduma ya mama na mtoto, iko wapi? Wangemfanyia basi hiyo huduma afu watudai. Kwa nini wamemtesa mtoto wangu na kutunyang'anya na mtoto? Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Neema Adam, mkazi wa Daraja Mbili mkoani Arusha, anadai kubadilishiwa mtoto wake baada ya kujifungua katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, Mount Meru. Akizungumza na Manara TV, Neema alisema mtoto wake alizaliwa na uzito wa kilo 3.1, lakini cha kushangaza alipewa mtoto mwenye uzito wa kilo 2 na gramu 285. Na hapa Neema anafunguka sakata zima lilivyokuwa. Kwa jina naitwa Neema Adam Kirugara, naishi Daraja Mbili, mtaa Daraja Mbili. Ilikuwa siku ya Alhamisi tarehe 20 mwezi wa 3. Nilipata changamoto ya kuanguka kizunguzungu na nikawa nahisi maumivu makali katika mgongo wangu. Tukaenda hospitali ya Mount Meru, ilikuwa muda wa saa 5 asubuhi. Nilipofika pale tukaambiwa tukate faili pale chini, tukafanya hivyo. Tulivyoenda pale kwa manesi akasema kwa nini hujaelekea moja kwa moja leba, kwa sababu siku zako mbona kama zimefika kama unajihisi hivyo. Ndo tukaenda huko leba. Tukafika pale nikachunguzwa, nikafanywa vipimo vyote. Daktari akasema huyu anatakiwa kufanywa operation. Akaniandikia siku ya kufanywa operation siku ya Ijumaa. Nilipopelekwa kule kwenye chumba cha kujipumzisha ambao kesho yake asubuhi nifanywe operation. Tumefika pale, manesi wa pale wakaanza kusema kwamba hayupo kwenye listi. Kwa hiyo kama zile za asubuhi zimeisha, hata ikitokea yeye ndo ataingia. Basi imefika asubuhi siku ya Ijumaa, operation zilifanyika zote. Ikasemekana na mimi kwamba nitapelekwa kwenye operation. Kwa hivyo natakiwa ninunue vifaa. Bila vifaa siwezi fanywa hiyo operation. Nikampigia mama yangu, nikamwambia kwamba natakiwa vifaa ili niweze kufanywa operation. Mama yangu ndo akatafuta pale hapa na pale, akapata. Ilikuwa mida ya saa 7 saa 8 mchana hiyo siku ya Ijumaa. Nikafanywa vifaa vyote vya kwenda kufanywa operation, nikavalishwa kanyo kila kitu, nikapelekwa hadi kwenye chumba cha theater ili niweze kuingizwa kwenye operation. Ila cha kushangaza mwisho wa siku nikarudishwa tena leba. Nikaambiwa kuna emergency. Akasema nitafanywa mida jioni. Jioni pia sikufanyiwa. Wakaniambia watanifanyia Jumamosi asubuhi. Pia Jumamosi hiyo hawakunifanyia. Nikasubiria hiyo siku ya Jumatatu, alioniambia kwamba Jumatatu ndio utakuwa wa kwanza kufanywa operation. Siku ya Jumatatu ilipofika nikatundikiwa drip. Baadaye nakuja kuambiwa na manesi kwamba kuna emergency imetokea, kwamba kuna mtu ana pressure. Na huyo mtu mwenyewe anaosema mwenye pressure anamuona kabisa anatembea, yupo anatembea chini pale, anasema ana pressure, anatakiwa afanywe emergency kwa sababu yeye ana pressure. Basi mimi sikukataa, nikakubali, wakaenda kumfanyia operation. Ilikuwa mida ya saa 4 hivi na mimi nikashushwa theater. Nilivyoshushwa theater nikakaa pale nikasubiri, nikafanywa operation. Mtoto akazaliwa. Wakaniambia mtoto wangu yupo normal, mzima wa afya, ana kilo 3.1. Basi nikamshukuru Mwenyezi Mungu.
Muda wakaja kuniuliza, una ndugu yako hapo nje? Nikamwambia ndio ninaye, mama yangu yuko hapo. Ndio akaenda kumfuata, nikapelekwa kule chumba cha kupumzika. Imefika saa 8 kasoro, ilikuwa sijui saa 7. Mimi ndo nikaletwa mtoto. Mtoto ambaye ni wa kwangu, lakini kafunikwa vitenge ambavyo sio vya kwangu. Aliletwa mtoto mzima ambaye ni wa kwangu, ambaye alifunika vitenge si vya kwangu. Nikamtaarifu mama, mbona hivi vitenge si vya kwetu? Mama akasema ngoja nikamuite nani? Huyo nesi alomleta mtoto. Nesi akaja akamchukua yule mtoto kwa kutumainia kwamba anaenda kufanyaje? Kuchukua vitenge ambavyo ni vya kwetu kumfunika anirudishie mtoto. Baadaye anarudi, nashangaa anarudi hawajaniletea mtoto, ananizungusha, ananiambia kwamba mtoto yupo kwenye chumba cha joto. Na kujiuliza mtoto yupo kwenye chumba cha joto kwa sababu gani wakati mtoto wangu ni mzima, ambao sijaambiwa ana matatizo yoyote kipindi ninavyojifungua. Wakanizungusha usiku, ananiambia mtoto yupo kwenye chumba cha joto ila yupo vizuri. Nikamwambia nataka kumuona hata sasa hivi. Wakasema sasa hivi hawawezi kwenda kumuona mtoto. Nikasubiria asubuhi. Asubuhi kwenda kumwangalia mtoto, sio yule mtoto wangu. Mtoto wangu wamemchukua, sijui hata wamempeleka wapi. Na kwa vile tu nilikuwa nimefanyia operation, mtoto wangu asingepotea. Mimi namtaka tu mtoto wangu. Mtoto wangu mimi namtaka, ana kilo 3.1 na ni mweupe. Wamenichukulia mtoto wangu pale hospitali Mount Meru. Mimi nataka tu anirudishie mtoto wangu. Sina lingine la kuomba. Alikuwa ni mweusi. Alafu alikuwa na uzito kilo 2.280 gramu 285. Na mimi namjua mtoto wangu kwa sababu kwenye mikono ana alama kama za kwangu. Pia nilimwangalia alivyokuwa ameletwa, ana alama kama za kwangu. Sijawahi kuambiwa, maana nikihudhuria kliniki naambiwa mtoto yupo sawa, mapigo ya moyo yapo sawa, kila kitu kipo sawa. Mtoto alodai kwamba ni wa kwangu yupo bado kule hospitali. Kwa sababu huyo mtoto ambao alidai ni wa kwangu yupo hospitali na kwa sasa hivi amefariki. Uliambiwa hivyo? Niliambiwa hivyo kwa sababu ilikuwa siku ya Jumatano asubuhi. Nimeshangaa nesi anakuja kunifuata kuniambia kwamba twende ukamnyonyeshe mtoto. Alivyoniambia twende ukamnyonyeshe mtoto, nikawa nashangaa sana. Mtoto anaumwa na ananiambiaje twende nikamnyonyeshe na mtoto mwenyewe sio wa kwangu. Kwa kiroho ya kibinadamu ikabidi nifanyaje? Nishuke huko kwenye chumba cha joto nikaangalia mtoto ambao anasema nikamnyonyeshe. Nimefika kule kwenye chumba cha joto, ananikalisha kwenye kiti na kuniambia kwamba samahani, mtoto wako amekufa kwa sababu alikuwa na moyo mkubwa. Sasa ninachoshangaa, mimi sijawahi kuambiwa mimi nina matatizo yote wala nini, mtoto wangu anakuaje na moyo mkubwa? Kwa kweli mimi yule sio mtoto wangu na kwa sasa hivi mimi nahitaji tu mtoto wangu anirudishie. Hata hivyo tulifanya jitihada za kumtafuta mama mzazi wa Neema ambaye alikuwa naye hospitalini siku akijifungua Neema. Kwa majina yangu naitwa Sabrina Andrea Larubare, ni mkazi wa kata Daraja Mbili, pia ni balozi mjumbe wa shina namba 10. Siku ya Ijumaa nilimpeleka mtoto wangu katika hospitali ya Mount Meru pale, tukaambiwa tufungue faili akiwa na maumivu. Ule mfungua faili akaniuliza mgonjwa yuko wapi, nikamwambia yule pale ni mjamzito. Akachukua 10,000 akatuma chumba namba 9 pale. Fika chumba namba 9 akasema kwa nini amewaleta hapa, ni mjamzito atakuwa aende leba moja kwa moja. Nikamwambia nilikuwa sifahamu utaratibu. Kwa hiyo tukarudi tena kwenye mfungua faili, akatuambia nendeni leba. Tukafika pale tukamuonesha mlinzi kadi ya mtoto wangu Neema, tukaenda leba kule, akapokelewa, akafanywa vipimo kwa muda mrefu sana. Baadaye wakampandisha gorofani, wakasema anatakiwa afanye operation siku ya Ijumaa asubuhi. Mimi nikaondoka, hawakuniambia kama kuna vifaa vinatakiwa kwa kweli. Mimi nikaondoka, nikarudi nyumbani.
Asubuhi nilipopandisha pale nikampelekea mtoto wangu chai, akaniambia nimeambiwa nisile kuanzia jana saa 6 napeleka kwenye chumba cha operation. Kuna nesi akaniambia ukalete chai kwa ajili ya kufanya operation, atakunywa chai. Mimi nikashuka nyumbani. Kwenye saa 3:40 akanipigia akaniambia mama nimerudisha odini, kuna emergency. Basi mimi baadaye nikapandisha mchana kawaida, nikampelekea chakula. Mtoto wangu wakati tuko pale anaumwa na kaseta ile inatoa mkojo na damu zinatoka kuingia kwenye ile mfuko wa mkojo ule. Nikamfuata sister nikamwambia mbona mtoto wangu ile kaseta inatoa damu, akasema kwa sababu hajanywa maji. Sasa sikuwa na nguvu ya kuongea, mimi nilinyamaza. Na wakati walishamchoma sindano, walishamtundikia drip, akakaa udini Ijumaa hawakumfanyia operation, Jumamosi hakufanyiwa, anazidi kuuma. Nikamfuata tena dokta. Mbona mtoto wangu afanywe operation? Akasema ni kuna emergency. Nikamwambia mtoto wangu ana emergency, ndio maana tulipa barua ya kutoka Kaloleni kuja Mount Meru. Akasema hakuna nafasi, ataekwa kwenye listi ya Jumatatu. Jumapili akazidi kuumwa, mtoto akawa analalamika, nikaenda hadi pale customer care nikalalamika, akaniambia kamtafutie dokta wa zamu. Bahati nzuri nikakutana na ule dokta. Nikamwambia dokta, mbona mtoto wangu anaumwa, afanywe operation? Akasema kwanza mpaka anunue vifaa. Nikamwambia lakini hospitali na walinzi kila sehemu, hawezi kutoroka, mngemsaidia tu kwa sababu mimi sina hela. Kweli alivyotoka sala Ijumaa, Kasima Tinga si akatuma 132,000 na shilingi 50. Nikawapeleka nikaonesha manesi. Nikamwambia basi mfanyeni mtoto wangu kama shida ilikuwa ni hivi vifaa. Lakini hawakumfanyia mtoto wangu. Walimshusha leba, nilivyoondoka wakamrudisha udini. Wakaniambia mtoto wako atafanywa operation Jumatatu asubuhi. Ikabidi tu ninyamaze. Anapata maumivu makali, mara kizunguzungu, anashindwa kula, anasema tumbo limejaa gesi. Nikawafuata daktari. Ngambia muangalie basi mtoto wangu abaka mbona shida nyingine. Wakasema mama, matibabu yake ni Jumatatu. Sikuwa na la kusema, mimi nikanyamaza. Jumatatu asubuhi nikapeleka maji akaoga, wakamwandaa vizuri, wakamfunga shuka, wakampeleka theater. Wakaniambia baada ya operation atatakiwa chai ya rangi. Kwa hiyo mimi nilishuka na miguu nyumbani kufuata chai. Saa 3:40 mtoto wangu akanipigia simu, mama nimerudishwa tena udini. Kabisa tena nipandishe nianze kulalamika tena. Nikafika pale kwenye ile odi, huyo daktari akaniambia mama, hatakuwa na namna kwa sababu kuna daktari alikuja na mgonjwa wake from nowhere akamfanyia operation. Nikamwambia mbona huyo mgonjwa unaomsema hata mimi nimemuona alikuwa tu pale kitandani amelala yuko tu kawaida. Wakongo anateseka na hiyo kaseta amekewa tangu Alhamisi anazunguka nayo. Akasema ndio hivyo hatuna namna, akitoka yeye ataingia. Kweli kwenye saa 4 na madakika mtoto wangu akaingizwa theater. Niko pale pale nje sikutoka tena. Siku ya Jumatatu. Wakati ameingizwa theater akatoka mtu kule theater akaniuliza mama unasubiri nini hapo? Nikamwambia mtoto wangu ameingizwa kwa kufanya operation, akaniangalia akaondoka. Baadaye akatoka nesi anaitwa Glory, amembeba mtoto na alisikia kabisa analia kwa nguvu vizuri, akatoka na mtoto amemfunika kangangu ya kijani, kitenge, amemshika na mkono mmoja wa kushoto akamuingiza kule leba wodi. Baadaye akatoka daktari akauliza kuna ndugu wa Neema, nikamwambia nipo, akaniambia kuna hii freestyle umeleta ndogo kachukue kubwa ile matenti, lakini tumpeleke kwanza mgonjwa wako wapi? Odini. Kwa hiyo tukafika odini wakatandika ile kanga nyingine ya kijani, tukamshusha mtoto wangu pale akalazwa pale, nikatoka sasa kwenda kufuata hivyo vitu alivyoniagizia. Kurudi namkuta Neema amemshika mtoto lakini sio na kile kitenge changu tena. Anakanga chakavu. Akaniambia mama nimebadilishiwa mtoto. Nikamwambia mtoto wako alikuwa yukoje? Akasema mama angalia hata na nguo sio za kwetu. Kwa kweli nilishtuka. Ikabidi nimuite nesi kwenye ile wodi, nikamwambia nesi tumebadilishiwa mtoto. Ule nesi akasema hii ni kesi, ngoja nimuite aliyemleta mtoto. Kweli akaita huyo Glory akaja, nikamuuliza nesi mbona umemleta mtoto na nguo ya kwetu sio hii, ni kama iliyotandika kitandani. Akasema wakati na wapima ndo nimechanganya. Nikamwambia sawa, ngoja tuangalie jina. Na maana kama ningemkuta yule mtoto ana jina kwenye mkono zile tag wanazovalishwa au kwenye mguu, ina maana ningemtoa tu mtoto zile nguo afu nikampa nesi nikabakia na nini? Na mtoto. Lakini kumwangalia mtoto hana jina. Kumwangalia mtoto hana alama yote ya kwamba ni mtoto wetu. Alafu mtoto ni mweusi na huyu tayari ashaniambia mtoto ni mweupe. Nikamwambia nesi, umemchanganyaje watoto? Akasema wakati na wapima. Sasa nikategemea kwamba tunatoka tunaingia kule leba wodi alikwenda kuwapima kwamba anaenda kutupa mtoto wa kwetu. Akatoka akikimbia akaingia wodi inayofuata. Na mimi namfuata tu nyuma nakimbizana naye. Kuna dada alikuwa anaitwa Mariam anamnyonyesha mtoto. Akamchukua kakimbia naye kule leba. Tunafika kule leba kwa sababu aliingilia sehemu wanakozalisha, sisi tuliingilia mlango wa mbele. Nikaingia pale nakuta kuna mtoto ana oxygen. Akaniambia mtoto wenu ndio yule kule. Nikamwambia umesemaje? Eti mtoto wenu ndio wewe mwenye oxygen. Nikamwambia kawaje ukampelekea mtoto huyu sasa hivi unasema tena mtoto ndio yule. Lakini pia mezani kulikuwa kuna mtoto mwingine. Nikamwambia nesi, umeshasema wakati unapima umewachanganya nini watoto. Sasa naomba nifungulie mtoto mmoja baada ya mwingine nione kama wana jina ili kwani nijue kama wako tulimchanganya.
Kwa kweli nimeangalia watoto wote pale wakuwa na majina. Walikuwa tu wamefunikwa wako pale juu hicho kama kitray wamewekwa pale. Kwa hiyo tukaonesha mtoto ambaye ni mgonjwa. Nikamwambia sasa naomba kwa ushahidi mwingine ili tu nijiridhishe. Umesema huyo mgonjwa na mtoto wetu mpime. Akamnyanyua mtoto na vitenge akamweka kwenye hiyo mizani. Mtoto ana kilo 2 na gramu 285. Nikamwambia dokta, nesi, mbona huyu mtoto ana kilo 2 na gramu 285 wakuitwa kilo 3.1 yuko wapi? Akasema nilimpima tu wakati na nguo si nilitoa moja. Nikamwambia ulitoa moja nini? Ndio wakati napiga pale kelele maana nilidondoka pale kwa mshtuko. Akaja na madokta wengine, kuna dokta akaja akasema mama unavyolalamika wewe umesomea sayansi. Sisi hatuongee kama mwanasiasa, tunaongea kama nimesomea sayansi. Huyo mtoto ndio wa kwenu. Kipi kimesababisha mjue mtoto ni wa kwetu wakati mtoto hana jina lolote? Nesi anasema alisahau kumwekea alama. Cha kushangaza tena zaidi, mtu alofanywa nyuma operation nyuma ya mtoto wangu Neema, yeye ndo wa kwanza kupewa mtoto wangu akapewa wa mwisho. Kwa hiyo kabisa ile nikajiridhisha kwamba mtoto wetu amebadilishwa pale Mount Meru hospitali. Na pale alikataa kumpima huyo mtoto ambaye nilikuwa nashuku ndo mweupe alikuwa pale odini. Walikataa kumpima yule, nilimwambia mpime na huyu basi nimuone kilo. Ananiambia huyu sio wa kwenu wala sio mimi nimemleta, kuna nesi kamleta. Sauti yangu ifike mpaka kwa Mama Samia kwamba mtoto wetu amebadilisha hospitali ya Mount Meru, na mimi na uhakika kabisa amebadilisha. Ametupa mtoto njiti, mtoto amekuwa kwenye chumba cha njiti premature, na mtoto wetu alikuwa mimba na wiki 39 na ultrasound tunazo, mtoto mapigo ya moyo yako sawa. Mtoto aliotubadilishia mimi nakataa leo na kesho, pamoja na vipimo amechukua maskari pale, lakini mtoto wetu kweli amebadilishwa. Namuomba Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkuu wa mkoa Makonda, nimempigia dimea wa jiji la Arusha nikamwambia shida yangu, lakini sijapewa jibu. Kwa hiyo kuna ukweli kwamba mtoto wetu amebadilishwa hospitali ya Mount Meru na huyo nesi anaitwa Glory, na nimemfuata na huyo Dr. Alex tumeongea naye, Dr. Kapapi wananiambia eti ninyamaze nisiende polisi, kesi ishie pale. Wanipe basi mtoto, mimi sina shida na mapolisi, na shida na mjukuu wangu mimi. Pole sana. Mtoto wangu ameteseka pale, apewi huduma. Mama Samia ulisema kuna huduma ya mama na mtoto iko wapi? Wangemfanyia basi hiyo huduma afu watudai. Kwa nini wamemtesa mtoto wangu na kutunyang'anya na mtoto? Sina msaada wote mpaka leo, tunaambiwa DNA inarudi, hatujui ni lini. Kitoto tulichopewa premature njiti kimefariki. Hata hivyo tulifanya jitihada za kumtafuta mganga mkuu mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru, Dr. Alex Ernest. Hakupatikana, ila tulifanikiwa kumpata Dr. Kipapi Rongai, kaimu mfawidhi hospitali ya rufaa ya Mount Meru, na kuzungumza swala hili akisema, sasa swali lako si ulipeleka polisi? Kwa hiyo hakuna jibu lolote lilorudi. Nasema swala uliliacha pangu au uliliacha polisi? Sinajua, labda mmepata ripoti yoyote, maana naona kila kitu ni kimya. Kila kitu ni kimya kwa sababu hatujapewa majibu kutoka polisi. Mimi nafikiri pale ulikofikisha ile swala ndio pa kuanzia, na nilichukua muda mrefu sana kukuelewesha, lakini kaona hujanielewa. Tunatakiwa uulizie polisi kwanza, na sisi hatujapewa taarifa yoyote. Kwa hiyo kama tungekuwa tumepewa taarifa, polisi ndio wenye mamlaka kujulisha, sio sisi tena. Kwa hiyo hapo kama hospitali hamna jibu lolote la kuniambia tena? Mama, hivyo wewe si kiongozi wa serikali kweli? Haujui taratibu? Naweza nikaa najua taratibu na mambo mengine ya hospitali. Mbona unaniuliza? Unanijaribu au unataka nifanye nini sasa mama jamani? Kwa nini kujaribu? Sasa kama swala ulishapeleka polisi, taratibu za polisi unajua, kwa mfano kama ulishapeleka kama nakwenda mahakamani, mahakama ndio inatakiwa umalize. Kwa hiyo nilikuwa nategemea na mimi kwamba uniambie kwamba mmesikia wapi, nijue kama na sisi hospitali tunafanyaje. Ndo kwa sababu polisi walichukua DNA. Sasa nikajua nyewe kama hospitali mtakuwa labda mna majibu, kama jibu lolote limerudi, sikukupigia kwa ugomvi au kwa ubaya. Hayo ndio majaribu ambayo sasa nasema unanijaribu kwa sababu wewe ni kiongozi. Unajua taratibu zote. Uongozi hauhusiani na mambo ya hospitali. Sasa kwa nini sasa kama ulienda polisi? Kwa hiyo mlitaka tumalize hapo hospitali? Tufupishe hivi mama. Una swali lolote la kuniuliza nisha kujibu swali lako. Hujanijibu swali lolote. Haya, basi polisi pale. Kwa hiyo polisi ndio hospitali.
Sasa wewe una mambo yako mengine tu unayotaka kusema.